Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi chetu hichi na mfuatiliaji. Kumbuka tunamaliza robo hii ya ngapi Rebani? Robo ya tatu. Somo la robo nzima alikuwa anasema Kutoka. Kitabu kilikuwa kinaitwa Kutoka. Lakini wiki tulikuwa tunaangalia kitabu cha Maskani, somo la Maskani. Sawa. Au tunamalizia kutoka 35 mpaka 40. Leo tunaenda kujibu maswali lakini pia kuhitimisha. Basi kabla ya kwanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe milele. Tunakushukuru kwa uwepo wako pamoja nasi. Tunakushukuru kwa sababu unatuonyesha ni namna gani umeshuka na ukaweka maskani yako pamoja nasi. Tunapoendelea na masomo haya, shuka tena kwa mara nyingine. Amen. Tufundisha, tupe uelewa kabisa. Tuelewe sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Maskani. Kitabu cha Kutoka kilipoanza, wana wa Israeli walikuwa nje ya uwepo wa Mungu, nje ya maskani ya Mungu, walikuwa Misri, na Mungu anamwambia Musa, amwambie Farao, ampe ruhusa mwanangu Israeli aje kunitumikia jangwani. Na umefika pale jangwani, anasema mkinisikiliza sauti yangu, kutoka 20 sasa, mtakuwa ukuhani wa kifalme. Kwa hiyo watamtumikia kama makuhani na wafalme, wawakilishi wa Mungu ulimwengu, tunu ya mataifa. Lakini ili liwezekane, wanahitaji uwepo wa Mungu, maskani ya Mungu iliyo pamoja nao. Hilo liliwezekana kwa Adam kwa sababu Mungu na mwanadamu walikuwa pamoja. Sawa. Na sasa ili liwezekane, ile dhambi iliyoondoa uwezekano wa Mungu na mwanadamu kushirikiana katika kubeba utukufu wa Mungu iondolewe. Sasa swala la kwanza, kiini cha ibada katika hapa patakatifu, maskani ya Mungu ambayo inamleta mwanadamu karibu na Mungu. Ibada au Mungu pamoja na mwanadamu hapa maskani. Kiini cha ile ibada ilikuwa ni kumwaga damu. Yaani ukienda pale maskani, harufu ni damu. Ushaenda na vingunguti majioni, damu. Wanyama wa kila namna walikuwa natolewa kafara. Damu yao ilitumiwa kuwaleta karibu na Mungu. Sasa damu hii, twende tuangalie ili waletaji karibu watu. Iliashiria nini hasa? Hizi kafara zote hizi zilikuwa zinaelekeza kwenye nini hatimaye? Kafara hizi zilikuwa zinaelekeza, tazama, anasema alichinjwa kabla, Yohana anatumia lugha, alichinjwa kabla ya misingi ya kuwekwa misingi ya dunia. Sawa. Tazama mwana kondoo achukua dhambi ya ulimwengu. Sawa. Yesu huyo. Pia anasema hivyo, ninatoa maisha yangu ili iweze kufanyika kafara kama fidia. Kwa hiyo hizi damu hii za wanyama za zilizokuwa kwenye ile maskani. In fact Ibrania anaongea kwa vizuri zaidi. Anasema kwamba damu za mafahari hazikuweza kuizidi, yani sio bora zaidi, yani sawa, kila mwaka zisingeweza kuondoa dhambi. Sasa hii damu yake imekuja kwa kuondoa dhambi. Kwa hiyo ile ilikuwa inaelekeza kwamba kuna ondoleo kamili. Sio hizi za kuchinja kila kitu. Yeye aliingia, alifanyika kwa kachinjwa mara hii moja. Kumbuka walikuwa wanafanya repetitive kila mara. Mara moja. Hapo kuna lolote kuongezea? Naongezea kwa sababu swali kama limeuliza haya yote yalikuwa yanalenga nini? Amejibu vizuri, na naongezea kwamba haya yote yalikuwa yanalenga kafara kuu ya Yesu Kristo pale msalabani, ambapo sasa amekuja kama kumalizia, kuondoa dhambi kwa mara moja. Kwa hiyo tulikuwa tunachinja damu hizi hapa, sasa alivyomwaga damu yake pale msalabani, in fact ilikuwa ndo
damu ndio ilikuwa inatakiwa hiyo. Hamna substitute nyingine, hiyo yenyewe. Yaani hamna switch ya kivuli, hiyo ndio ilikuwa ni required blood kuweza kuondoa hiyo. Na tunajua damu ya wanyama waliotolewa ilikuwa ni ya wanyama wasio na dosari, wasio na hatia. Sawa. Na Yesu naye hakuwa na dhambi. Sawa. Kivipi, kinamna gani? Maana tunatumia lugha za kibiblia hapa, damu inaondoa dhambi. Ili tupate ujumbe nyuma ya kifo cha Kristo au maisha na mauti ya Kristo kuondoa dhambi. Au na ukuhani wake unaondoaje dhambi? Sawa. Na kwani dhambi ilifanya nini kwa umoja wa Mungu na mwanadamu? Au uumbaji wake au maskani, maana uumbaji mzima ulikuwa ni maskani. Ulifanya nini? Na hii kitu inakujaje sasa kurekebisha tatizo lililotokea? Asante. Kinachotolewa kwa kina dosa kama ulivyosema. Kwa hiyo ile dhambi ilikuwa hakidai kilema kilichopata shida. Ilikuwa inadai kitu kamili, kuonyesha kwamba hichi kilichokamilika kinaenda kufuta kile ambacho kinafanya chenye mawaa. Sasa kuelekea lengo sasa, Yesu Kristo, na kama nilivyosema kusema nilipokuja kujibu kwa kule mwanzoni kwamba ndio ilikuwa inahitajika. Anasema yeye alikuwa kama alikuwa lakini hakutenda dhambi. Kuna fungu anasema kwamba sawa alikuwa ni mwanadamu na vitu kama hivyo. Anasema yaani yeye ndo alikuwa ile damu ambayo haina chembe yoyote. Na sasa chembe yoyote chembe yoyote ya uovu ndani yake. Sasa na dhambi ilikuwa inadai niseme nini, inadai kafara au inadai malipo. Inadai malipo ambayo ni nini? Ambayo malipo yenyewe ndio hiyo damu ambayo ni kamili, kifo cha Yesu Kristo pale, ambayo ingeweza kulipa dhambi. Sio tena yani kusoma dhambi, kama dhambi ilikuwa inadai malipo ya mauti, lakini sio mauti ya asiye na dhambi. Sasa sahihi, mauti ya asiye na nini na dhambi. Yani dhambi inadai, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini mauti kwa aliyetenda dhambi. Sahihi kabisa. Sasa hapa inakujaje asiye na dhambi? Sasa huyo anaondoa dhambi, inaondoa dhambi. Sasa huyo ambaye hana dhambi anaweza kuondoa dhambi, kwamba haina nguvu kwake. Sijui ndio nimeeleweka. Yani kwa lugha nyingine anajitoa, anajisalimisha maisha yake yeye ambaye ni kamili, kwamba wewe mimi hunidai kitu, na wasafisha hawa ambao unawahukumu unawaambia kwamba hawa wakosaji, mimi ni kamili. Kwa hiyo yeye inabidi ajiungamanishe na hawa. Sahihi kabisa. Au hawa wajiungamanishe na yeye, ili sasa huyu Yesu ashiriki mauti yao ambayo sio staili yake, ni staili yako. Kwa hiyo huyu naye lazima akubali kuungamanishwa na huyu ambaye anatoa kwa upendo, anatoa kwa hiari, anatoa kuondoa hiyo mauti sasa. Maana mauti na uzima havikai pamoja. Sasa labda tunaweza kama ni hivyo. Unaona ile unaipata hivyo. Hapo ndio nataka nimalizie hivyo. Kwa hiyo kama ni hivyo tunavyoweza kulimaliza ile swali. Swali ni hivyo. Maskani ni mahali ambapo Mungu anadhihirisha utukufu wake. Lakini tangia mwanzo alitaka kudhihirisha utukufu huu, kushiriki utukufu huu pamoja na sehemu ya uumbaji wake. Ni uumbaji wote, ni uumbaji wote. Lakini akamuumba mwanadamu katika mfano wa Mungu, na mfano wa Mungu alimuumba ili ashiriki utukufu wake. Dhambi ni upungufu wa utukufu wake. Sasa sio tu upungufu. Haya maji yamepungua. Imejaa nusu. Hiyo nusu. Lakini imejaa nusu maji. Lakini hii huwezi kusema ni tupu. Hii imejazwa na hewa basi. Sawa.
Kwa hiyo dhambi unaposema ni upungufu wa utukufu wa Mungu, inamaanisha ile nyingine ndio ule uchafu wenyewe, ndio dhambi yenyewe. Sasa ili kuiondoa, Mungu inabidi aingie katika ushirika. Ili kubeba utukufu alitaka ushirika. Ili kuondoa inabidi aingie katika ushirika na huyu mwanadamu. Sasa ndio ikabidi afanyike mwili, achinjwe. Unajua ni Mungu ndiye aliyechinjwa pale msalabani. Lakini katika umoja na mwanadamu, hashiriki ule wanadamu, ili aondoe dhambi na utukufu wa Roho Mtakatifu hauwezi kuja sasa. Imekaja hiyo? Imekaja vizuri. Damu ya asiye na hatia. Sasa tumesema ili adhihirishe utukufu wake. Ili utukufu ulikuwa umepunguzwa na dhambi, ilibidi damu hivi. Hebu angalia sasa utukufu unavyoonekana mtakatifu katika huduma ya Kristo. Haidhuru inashangaza kiasi gani kwamba Mungu muumbaji wa ulimwengu alikaa kati ya watu wake katika patakatifu. Chukulia pale Edeni, chukulia pale kwa Musa pale. Mungu katika watu wake. Inashangaza kabisa au vipi? Lakini inashangaza zaidi kiasi gani kwamba alikuja kukaa kati yetu kama mmoja wetu, mwanadamu. Ushangai? Unashangaaje? Hilo lenyewe linakuwa udhihirisho wa kushangaza wa upendo. Kisha wa upendo. Hebu jadili, zungumza kichwa. Unauona upendo katika Mungu kufanyika mwanadamu na kukaa kati yetu? Naona upendo, maana nikianza kutoka mwanzo, upendo aliokuwa nao na mwanadamu, akamuumba katika mfano wake. Kitu alichofanya kwa mfano wake bado anaendelea kukipenda. Toka udongoni anapulizia. Na kwa sababu hiyo anaendelea kuonyesha upendo. Kwa hiyo gharama ile, kwa sababu story hadithi au tuseme ya uumbaji ni kwamba Mungu alitamka, lakini hapa anakuja kufanya. Alishiriki kwa mikono yake, ameshiriki. Na akaja sasa akashiriki kimwili kabisa. Ule udongo akauchukua, akaunganika na sisi. Upendo. Lakini lingine, hebu fikiria hapo, akajitoa nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa sadaka ile inayoondoa dhambi, ili sisi tuweze kuwa karibu na Mungu, maana dhambi ilikuwa inasimama anatotenga. Yaani kufa kwa ajili yetu. Hii inatufundisha nini kuhusu tabia ya Mungu? Inatufundisha pia nini kuhusu jinsi Mungu anavyotaka kutuona tukiokolewa na kuingia katika ufalme wake? Ndio fundisho ambalo tunalipata hapa. Kwanza, Mungu anatupenda. Kwanza. Na Mungu anatamani siku zote. Sisi ni watu wake. Alituumba kwa mfano wake. Mtoto wake. Hivi unaweza kufuria mtoto wako kwamba ametanga ambaye anapata shida kwa unakuwa na wewe unachekelea? Haiwezekani. Mungu anatuonyesha kwanza upendo. Kwamba na tukasema ulipo katika Warumi 5 anatumia mwanadamu alipotanga 5 pale anasema tulipokuwa wenye dhambi. Sasa Mungu alidhihirisha, alimtuma mwanawe pekee. Si ndio? Aokoe hao katika kwa nyingine bado anatamani tu bado tunaona kitu alichoa maskani. Anatamani tuwe katika umoja na yeye. Angalia gharama anayotumia ya kumtoa mwana wa pekee. Angalia watu wanakuwa notorious, lakini kiziko bado anasema hapana, huyu ni mwanangu, nitamkomboa kwa gharama yoyote. Ngoja nitoe hela. Wewe shilingi siku hizi mshuka sabani, ukienda Kariakoo kitu umeisha. Unaweza kutumeishia tunauliza. Lakini thamani. Thamani. Imedondoka bahati mbaya ikapata tope. Aiachi. Unataka uende Kariakoo. Kweli unaweza kuiacha? Au uweze kuiacha. Mungu alikuwa, maana unajua makusudi ya Mungu Bwana. Mungu akiwa amekusudia hicho kitu huwa hakiachi. Alikusudia kufurahia uumbaji wake pamoja na mwanadamu. Haleluya.
kujaza utukufu wake. Kwa hiyo hata dhambi ilipokuja ikalitoa doa au nini, thamani yake ilikuwa pale pale. Anasema huyu mwanadamu naweza nikamtengeneza, nyanga ameharibika na nini, lakini aliona thamani. Wewe mtoto wako hivi, labda hii inaweza kusaidia. Huyu bwana sinajua na watoto wawili, tena majanaume kama yeye. Mtoto amepata matimba makundi mabaya, akavuta bangi, anakuwa kama kichwa. Anasema chana naye. Kama inaomba isitokee, natoa mfano. Kwanza naona mwenyewe umetabasamu, lakini umejikaza hapo kwamba kwanza umeanzaje kutoa mfano kama huo? Ani mfano but ushasema ni mfano. Kwa nini utaumia? Kwa nini hata kama watu wanasema achana naye wewe bado unaumia? Kuna nini pale? Thamani ile pale. Yaani ninavyomtamani mtoto. Yaani na gharama. Yaani ni nini hicho? Yaani malezi. Yaani huwezi kumwacha pamoja na yote. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, yani wewe na yeye mmeunganika. Tumeunganika. Akiaibika umeaibika. Akiumia na wewe unaumia. Inawezekana wewe unaweza kushindwa kuelewa, hujapata mtoto kama, lakini mimi namuelewa. Tusonge mbele. Yani ni upendo usio na kifani. Rafiki yangu, sidhani kama unaweza kukataa upendo wa namna. Yani wewe una thamani hapo ulipo. Hebu ngoja tumalizie kwanza swali la mwisho. Sasa nitakiwa tusome Waebrania. Hebu soma kidogo kidogo hapo 8 mpaka nitakwambia kuanzia 8 fungu la kwanza. Basi katika hayo tunayosema, tutaenda mpaka 6 pale. Nenda tiririka. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani, maana wako watu wao sadaka kama agiza sheria, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kufanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Sasa kuna swali hapa. Patakatifu pa duniani, pa Musa pa maskani, na patakatifu pa mbinguni. Tunaanza kwanza swala kwanza. Ipi ni original, ipi ni photocopy? Ipi ni nakala, ipi ni halisia? Ya mbinguni ni original, ya Musa ya duniani ni photocopy. Hii original inatusaidia kuitambua feki, au feki inatusaidia kutambua original? Original inatusaidia kutambua feki. Narudia. Tunapoenda kwenye hekalu la Musa, linatusaidia kuelewa hekalu la mbinguni, au hekalu la mbinguni linatusaidia kuelewa la Musa? Hekalu la Musa linatusaidia kuelewa hekalu la mbinguni lilivyo. Unajua amehama reli. Wewe unajibuje? Sio, naomba nikwambie usiyumbe. Mimi hili neno haya maswali ni maswali tu. Sina mtego wa kuapa. Lakini hebu twende tumalizie hapo. Kwa sababu Mungu ndio mwanzo. Yeye bila kumuelewa huwezi kuelewa hekalu. Lakini la mbinguni yaliona. Na ndio sasa tunaona kupitia space. Ili mjua. Kabla alijatoka ulikuwa ilipokuwa giza, ulikuwa upo ndani, ulikuwa unatumia mshumaa, ndio? Ili kupata uhalisia wote au uone vizuri kabisa. Sasa kumepambazuka. Unakaa hapa
nje au unatumia mwanga wa nje, unafungua madirisha kuangalia uko nani, au unatumia mshumaa unafungua kama pazia na hiyo unatumia mshumaa. Lazima mshumaa. Unabaki na mwanga. Kwa hiyo mwanga utakusaidia kuona hata vile vitu ambavyo mshumaa haviweza kuonyesha vizuri. Sasa tuende tuulize. Sasa niulize. Kwa hiyo tunaanzia haya patakatifu papa hapa duniani. Uliangalia fanicha zake, uliangalia vyumba vyake na zile huduma. Haya, na Yesu sasa amekuja hapa duniani nasi tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, na sasa amepaa na anarudi tena. Injili inatusaidiaje kutambua aya ya Musa? Maana tukumbuke Luka 24 anasema hawa wanafunzi wa Musa hawa wanafunzi hawakuelewa yaliyofanyika wikendi hiyo pale Yerusalemu, ila Yesu alianza na hayo yaliyofanyika akarudi kwa Musa na manabii. Alianza na hayo ya mwisho akarudi mwanzo. Sasa na sisi injili inatusaidiaje kuelewa hata yale, na kuyaelewa yale na tumaini kwa macho ya injili yanazidi kuikoleza hii picha ya injili vizuri. Lakini unaanzia wapi? Unaanzia kule au unaanzia kwa Yesu? Unaanzia kwa Yesu. Unaanzia na Musa au unaanzia kwa Yesu? Kwa Yesu. Musa mwenyewe anaelekeza kwa Yesu. Kwa hiyo unaanza kwa Yesu ulipofika ili uweze kumuelewa vizuri sasa ndio na. Lakini unaanzia na hiyo. Sasa muda wa kutosha. Ila hiyo ndio homework tulionayo. Tumesoma kitabu cha Kutoka. Maswali ambayo mimi naweza nikawaachia. Mnataka mniambie vyumba vile vya huduma Yesu hajakamilisha? Huduma ile ya kila siku, huduma takatifu. Kuna kipengele chochote ambacho hakikukamilika katika maisha, mauti na ufufuo wake na huduma yake mbinguni? Kamilisha vyote. Kwa hiyo tutaenda kuangalia moja baada ya kingine katika tafakari zetu na tutaona picha nzuri sana. Rafiki yangu, tulikuwa katika kitabu cha Kutoka na nimekuwa na marafiki zangu hawa wawili, tumekuwa kwenye jana moja nzuri sana na naamini kila mmoja atakuwa na neno la kuwabariki tunapomaliza hili. Afu na mimi tupate nafasi ya kuomba. One sentence. Bwana Mungu anatupenda. Katutoa utumwani, katuleta jangwani, hajatuacha. Safari ya kwenda Kanani ya mbinguni. Bado amekuwa pamoja nasi, akaona bado aingie gharama hata tulivyokuwa wakaidi. Amina. Akatupatia nafasi nyingine ya kuingia katika maskani naye. Amina. Ukimwamini Yesu umepata yote. Amina. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo uliyetupatia ili tuweze kupata utukufu maskani yako. Yote unayotamani kushiriki pamoja na sisi leo hii sasa hivi. Neema yako inatosha. Amina. Na mwenzetu hapa ambaye anahitaji neema hii kumpokea Yesu na Roho wako atembee katika njia yako, kampatie. Kasamee dhambi zake, kampatie amani katika mji wake, kampatie neema katika biashara zake, katika kazi yake, atembee na utukufu wako Baba. Kurudishe tena kwa masomo mengine kama haya katika jina la Yesu. Amen. Asante leo pamoja nami Arnold Lubinza, nami Enos Makalindile, nami Geoffrey Omondi. Tunakukaribisha robo nyingine, tunaingia na robo nyingine nzuri zaidi. Inasema robo inasema mafundisho ya imani kutoka kwa simuonyeshe kabisa hiyo. Na kitabu hiki kinapatikana kwenye Adventist Bookstores au vitabu vya Adventist, au unaweza kuwasiliana na sisi ukaona namna ya kukipata ili tuweze kushiriki pamoja. Amina. Mungu akubariki sana. Kama kuna swali weka hapo, kama kuna comment weka hapo. Bariki atakuwa amina. Amina. Subscribe, like, share pamoja na wengine ujumbe huu. Mungu akubariki sana.